Jina lako libarikiwe. Usife moyo. Dumu kuamini. Dumu kushikilia. Wakati unaona vita vinazidi sana, yuko mahala hapa. Siku moja toka hivyo vita, utamwona shujaa wa vita. Amen. Akilia kwa furaha kwa sababu kwamba alikuwa ameuona mpango wote wa ukombozi ulioandikwa kwenye kitabu hiki hapa. Haikuwa ni kwa sababu hapakuwapo na mtu aliyestahili. Sababu haikuwa hiyo. Kwa sababu hapo alisimama mwana kondoo hapo aliyestahili. Kwa hiyo asingelia eti kwa sababu hiyo. Hapana. Amen. Kwa sababu tayari mkomboaji mwenyewe alikuwa yuko hapo. Kwa hiyo alikuwa ali kwa sababu ya jambo hili. Amen. Ile alikuwa analia kwa sababu mpango wa ukombozi ameuona kuanzia kwa Adamu mpaka Ufunuo. Na sisi ndio Yohana. Sisi ndio tumeona mpango mzima wa ukombozi wa Mungu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa machozi ya kanisa hili sasa hivi sio machozi ya huzuni. Ni machozi ya furaha ndani. Bibi harusi wa leo ana furaha. Nisikia mtu mmoja mwaminifu ameimba huo wimbo anasema bibi harusi wa leo ana furaha. Bibi harusi wa leo ana furaha. Sio tena machozi ya kusema nimeondoka nyumbani. No, kama walivyokuwa wanalia wanawake wa zamani wakienda kuolewa. Unamwacha bibi yako. Unaona kwa sababu gani? Baba yangu alikuwa ananipenda. Wa sasa hivi wanalia kwa sababu ya upendo. Anavyoenda kwenda kwenye joto la mume wake. Maana alikuwa amelimisi muda mrefu. Alikuwa anampenda mume wake. Sasa wanaenda kuwa pamoja. Huo upendo unaanza kubujika, unamfanya furaha. Hiyo ndio furaha ya wokovu inabujika moyo wetu. Sio furaha iweje? Za kiinjilisti. Machozi ya kiinjilisti ya kulizwa. Nalizwa, yani nalizwa makusudi. Ni nini? Anza kuwapigia injili ya kwa hukumu ili mlie. Yeye humu bado senyenyaji. Senyenyaji sana humu. Hapo wengine bado wazinzi. Wewe kama ni uzao wa nyoka, uzao wa nyoka tu. Mimi sina kufundisha jambo lolote. Maana nimesema mafuta yako ndani yenu. Na mafuta, Biblia imesema mafuta yatawafundisha. Haya mafuta yako ndani yako yatakufundisha kwamba wewe acha uzinzi, acha uongo, acha kuvaa kama mwanamke mwingine kule mtaani. Hiyo haihitaji chama sana kule nyumbani kwako kutembea tu kwa dada usivae suruali. Mafuta yaliyoko ndani yako yatakwambia usivae suruali. Wewe sio sampuli ya wale wanawake. Wewe ni Mnazarayo. Injili za Kipentekoste. Wakati wa ruhusa hizo ndio wakati wa manatao wanatoa injili za Kipentekoste, injili za kulizwa. Lakini ni injili kwa sababu zitawapata watu wake. Zina watu wake pia. Kwa sababu kila mbegu na izae kwa jinsi na tutasafiri hivi mpaka mwisho. Ila kazi ya huduma tano ya kweli ya ile Ufunuo 13:4 ni kuhubiri ujumbe wa bibi harusi. Na bibi harusi atakuwa anajiengua kama mafuta na maji. Alafu kuna makapi atakuwa anabaki na ujumbe wao huu. Wakupenda kuhukumiwa kesho kwenda kanisani kuhukumiwa kama wapumbavu. Yatakuwa na yeye anajiengua hivyo. Na inaunga kikundi na yatakuwa mengi hayo. Maana Biblia inasema inawezekana bibi harusi isifike dazani. Watakao kubali huo ujumbe inawezekana isifike dazani. Na dazani ni watu 12. Omba kuwa wewe ni miongoni mwao leo sasa. Kupitia hiyo kundi kubwa hilo. Amen. Lazima liwe na ujumbe pia la kuweza kuwashika watu. Sababu huwezi kuwa na watu usio na fundisho la kuwashika. Inabidi uwe na fundisho la kuwashika. Kwa nini nikaanzisha kampeni hapa, kampeni kutafuta nafsi mtaani. Kwa rafiki yangu mmoja anasema winning soul. Ndio kwangu anaelewa akisema ndio anaelewa winning soul. Niko mnasemaje kwa Kiswahili chenu? Kuokoa nafsi mtaani. Nataka kampeni ya kuokoa nafsi mtaani, winning soul.
Kampeni zetu kiokuwa winning soul. Ndio kwangu anajua. Anakuja anajua anazifanya yeye mwenyewe. Tunafanya winning soul hapa mwenyewe. Lazima uwe na fundisho la kuwashikilia watu. Kwanza nikaanzisha hapa kampeni, kila siku mko na muhimu wetu. Winning soul. Kampeni za mtaani kabisa. Tunataka kuwapeleka wapi? Mimi swali, tunataka kuwapeleka wapi? Tunataka tufanane na Mamposa au tunataka tufanane na Bibi Joshua? Tunataka kuwapeleka wapi au tunawaleta? Ninawaalika kwangu muje mfanyeje? Nije niwasomee nukuu kama Kasuku? Ndio ujumbe. Mbona hizi jumbe haya madude yameenda mbali? Kuna majitu saizi na yamwamini brother na anasoma hizi jumbe. Tena waziwazi. Alikuwa ni nani huyu? Alikuwa ni Robert kama sikose wakati anataka kufa. Robert au ikituma Robert sababu kati ya Billy Graham na Robert anayechi roho kufa information hapo. Wakati anaumwa alipotaka kama kuondoka wakamuuliza. Sina ameshikilia watu wake sasa wafuasi wake. Kama sasa tutafanyaje? Nini kilichobakia? Akainua ujumbe wa nabii. Amen. Amina. Mungu jina la barikiwa. Watu wengi hamna ujumbe wa nabii hapa. Maana alimuuliza sasa vipi? Sababu inaonekana mzee kachoka. Kwa hiyo tutafanyaje? Wangu huko hapa wananye kumbe mnahangaika tu. Sema ujumbe huko. Maana alikuwa na mmoja amekaa. Kwa hiyo tutafanyaje? Na tutaenda wapi? Kainua ujumbe wa nabii akawafanyia tu hivi. Hapo akarudisha. Yanasoma ujumbe na hata wao wenyewe watakuwa na ziwa. Ila ujumbe sio kusoma. Ujumbe sio kusoma. Ndio tofauti ya huu ujumbe. Wala ujumbe sio kupangilia nukuu. Wala ujumbe sio kusema nabii na William Branham ni nabii. Ujumbe ni ufunuo. Ni nguvu za Mungu zikirudi ndani ya mioyo ya watu. Ni Mungu akithibitisha uwepo wake kwamba yumo ndani yako. Lugha nyepesi yani tu. Ni Mungu akithibitisha uwepo wake ndani yako kwamba nimo. Huwa miaka yote huwa naishi moyoni mwako. Ndio ujumbe wa saa hii. Sio unakuja, sio utakuja. Mungu yuko ndani yako. Ila saa hii ni wakati wa Mungu kuthibitisha kwa huwa anaishi ndani yako. Nipo. Kuthibitisha uwepo wake. Yaani kama hapo mlikuwa mmesema ndugu William leo hayupo, nikaja nikasema nipo. Anakifanya hicho kitu sasa hivi mioyoni mwa waaminio kwamba nipo. Na anakifanyaje? Kwa wewe kuonyesha kuliamini neno. Ndio maana Biblia inasema vile watakavyoambatana na neno. Sio sabiri umbali unasema sasa kanisani, hapana, tumechoka. Hiyo ni kuonyesha kwamba wewe hayumo. Kinachomthibitisha kuwa yumo ni yeye akiwepo ni mwako akiungana na hili neno. Sio ndipo anakuja aingie, hapana. Na saa hiyo fundisho ni uongo. Paulo amesema siri iliyofichwa vizazi vyote. Vizazi vyote. Asema hiyo siri ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Ni mimi nimesema. Brahma akasema hivi, neno liko ndani ya bibi harusi pia. Ni mimi nimesema. Upangine wa mshairi wawili. Neno liko ndani yenu. Na neno ni nani? Ni Kristo. Ndio watu wa kanda unajua wamekwama wapi? Wameenda wakafikia umbali huo. Walipofikia umbali huo wakakwama kwamba nabii alishawaambia pia. Tutajuaje kwamba ni kwa sababu kuna watu wataenda kabisa. Sababu hizi zitaenda hivi. Ndio. Watu wataenda kabisa na wataiga matendo haya kabisa. Ila kuna vitu wataachilia. Ndio kusema kwenye kufanya wale mamlaka. Tutawajuaje hao watu watakofanya wale mamlaka? Sema vile watakavyokuwa wanaambatana na nini? Na neno. Wataenda na kila neno mpaka hatua ya mwisho. Mpaka unyakuo ni neno. Mpaka kutoa zaka ni neno.
kwenda kanisani ni neno, kutii mchungaji ni neno, neno, kila neno. Mheshimu mchungaji ni neno, wataambatana na kila neno. Kama waamini hilo, sio mwalimu. Haleluya! Lakini sio kwamba ndio unafanyika mwamini, hapana. Unathibitisha kuwa, yani ni yeye, tena sio wewe unathibitisha. Ni yeye akithibitisha kupitia wewe kwamba nipo naishi hapa duniani. Kama sijawahi kuondoka hapa duniani ndipo. Acha wajinga wahangaike, nipo naishi. Na sio anaishi hapa hewani. Jibaza hapa. Kwenye vyumba vya watu. Watu wakanda walienda kimbali kweli. Ndio maana karibia mjinga wanakudanganya tu vizuri. Vizuri mno. Kwa sababu wakati wa Mungu kujifunua. Hajifunui kule. Mungu ajifunua akiwa kwa jirani yako. Anajifunua ndani yako. Akija anakusomea kwa maandiko, ukiwa nilijingalia sema kweli. Kumbe na wakati umeishi kwenda makanisani tukana. Na hiyo roho sasa hivi ndio ile duniani. Sababu kuna kampeni kama mambo ya kupinga habari ya zaka na matoleo, kampeni ya kupinga nzito. Kuna kampeni ya kupinga kwenda makanisani. Umeona? Kwa watu wanajifanya wamefahamu Mungu kiwango cha juu sana, hakuna haja ya kwenda wapi? Makanisani. Lakini Biblia inasema tutamjuaje huyu atakayeenda kufanya mambo ya mamlaka? Vile atakavyoambatana, ataambatana neno lote. Hicho pekee yake kitu tofautisha. Ila hizi roho zitafanana kabisa. Yaani atazungumza sema si ndio yenyewe kabisa, ndio yenyewe. Kudanganywa ni kurahisi mno. Kwa sababu wakati huu ni wakati mzuri, ni wakati mbaya mno. Amina. Amen. Wanajiweka wazi. Mpaka mapepo yanaiga hizi habari. Unaweza kuzungumza ukiwa mwenyewe ni mchanga wa Kristo ukasema mbona hawa wengine wanahubiri kama sisi? Hawezi kuhubiri kama sisi. Sasa tuweze kufanana na kina Sauli yale, hapana. Jina Baba likiwe. Amen. Ukombozi ulioandikwa kwenye kitabu hiki hapa haikuwa ni kwa sababu hapakuwapo na mtu aliyestahili, kwa sababu hapo alisimama mwanakondoo papo hapo aliyestahili. Kwa hiyo yeye alikuwa akilia hapo akasema, "Roho utukufu kwa Mungu." Msikilize mara moja wakati anapoanza kupiga makelele. Haleluya. Hakuna wakati mzuri wa kupiga kelele kama wakati huu. Amen. Amen. Na andiko linasema Yohana alipiga kelele. Anasema hata viumbe vyote vilifanya nini? Amen. Vyote. Ndugu, wakati unapopiga kelele, unalo jambo unaloombea. Wakati unasema unapiga kelele, kama ni usengenyaji unakusumbua, unapaswa ukusikie. Sio makelele ya hapana. Amina. Hapana. Hakupiga makelele ya hapana. Ni makelele ya kutiisha mapepo. Sasa vyote vilivyokuwa chini ya nchi vyote vilimsikia. Alivitisha vyote. Na hii ni saa ya kutiisha kila pepo, kila kinyamkela, kila roho, kila nguvu, kila kilichosimama mbele yako. Ni saa ya kutiisha. Mnakumbuka kilichofanya ule ukuta udondoke? Kelele. Haikuwa kelele za sinaona ni wala kazi yake labda hivi siku hizi. Naweza kandeti. Maana nifike kiwango cha juu sababu tunamalizia. Kwa hiyo tutafanya vituko mpaka viale juu. Tunadondoka tena kwa Roho Mtakatifu. Sio hivyo. Amen. Ilikuwa ni makelele ya nyimbo. Amen. Wanazungumza. Amen. Haleluya. Asante Bwana. Ndio maana nimeambia kwamba usije ukaimba unataka kutufanyia show za kwenye kamera. Sio hivyo. Wakati unaimba kuna makelele unapiga. Inawezekana huu mdomo usionekane. Ila ukawa kama Ana. Ukawa unapiga makelele.
Kama huna hayo makelele, hautakaa uwe na ibada, sababu huna haja ya kuja mbele za Mungu. Sasa unakuja kufanya nini? Hayo makelele unashusha milima, shusha magonjwa, shusha matambiko na masumbufu ya hii dunia. Sasa kama hayo makelele huna haja ya kuja mbele za Mungu. Kaa nyumbani tutulie. Si umeshiba? Si ndivyo Ufunuo inasema? Wameketi wanajitosheleza, wameshiba kabisa. Hawana haja na kitu. Piga makelele ya nini wakati una haja na kitu? Maana wanachoangalia wanaangalia debe limejaa na unga. Nimeagiza samaki na nini kule kanda ya ziwa, ameniletea sato zimejaa filiza. Kwa hiyo unaona huna haja ya kupiga kelele. Kuna haja ya kupiga kelele. Nimetajiri siku nilipojaza kila kitu nikasema sasa leo ninaenda kula mpaka nishibe leo. Nafsi yangu imekunjuka kabisa. Hii dunia imenitosha. Wakasema leo mpumbavu wewe. Usiku unakuvuna. Kwa hiyo siku utakapojifanya kuwa umejitosheleza kabisa, Mungu anasema kesho nakuvuna wewe. Kuwa mhitaji kila wakati. Kuwa mhitaji kila wakati. Jina la Bwana barikiwe. Unakaa kabisa unashiba, unasema nimeshiba sasa, sina haja ya kuomba. Hatari. Kondoo alikuwa amekitoa kile kitabu kwa ajili ya kutoka kwenye mkono wake aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Okay. Sawa. Namalizia ndugu yangu moja hapa ili niangalie muda wangu. Alafu na mimi tutakuwa tunasogea. Hebu nisaidie niangalie muda hapo leo. Asante. Okay. Sawa. Kwanza ndugu yangu hapa alafu tunaenda nyumbani. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Kwa lazima uwe na ukunga. Amen. Usipige tu ukunga wa Kichaga, kuwa na ukunga wa maombi. Amen. Unaweza ukapiga tu ukunga humo wa Kichaga na watu tukashangaa, sema Wachaga wameingilia kanisa. Kumbe ulipaswa upige ukunga wa maombi ya kumuomba Mungu ili aweze kudondosha milima. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Na usoma kwenye kitabu hiki kitabu cha Ufunuo. 67. Yes, 67. Sasa tazameni 167 Ufunuo mlango wa 5 hicho. Sasa tazameni. Lo, hili linalifanyia vizuri sana. Hapa ndipo kweli linapopata kulishwa. Sasa hebu mioyo yetu iachiliwe kwa Mungu kwa dakika chache tu. Sikilizeni hii. Nabii anasema hivi. Shetani ni mkazi haramu. Yeye haimiliki hii kisheria. Hii dunia hii. Amen. Sasa hii dunia. Sema hiyo hii dunia hii, basi sema na hii dunia. Shetani ni mkazi haramu. Yeye haimiliki hii kisheria. Naye amekuwa na miaka 2000 ya ubishi kama ndiye mmiliki ama
inamilikiwa na mtu mwingine. Amen. Miaka 2000 yote imepita, shetani akiwa anadai kwa yeye ndiye miliki. Haleluya. Na ndiko kipindi tulichopitia hicho. Nyakati 7 zote za kanisa shetani ametutesa sana. Ndugu zangu na dada zangu, mfahamuni Mungu na majira tunayoishi. Nisingependa, yani kilio changu mimi moyo, nisingependa kuona kanisa narudi ambako nabii ametutoa. Na naamini hicho ni kilio cha Roho Mtakatifu. Shetani amedanganya kanisa miaka yote 2000 kwamba Wakatoliki wanasema wale watu waliomo kanisani kwao ni mali yao. Ni mali ya padri. Na padri anawakabidhi kwa askofu mkuu, askofu anawakabidhi kwa nani? Kwa papa. Kardinali kwa papa. Anachozungumza papa wote wanafiata mkia. Mihuri inapokuja kufunuliwa inakuja kutusaidia. Sisi sio mali ya kanisa. Wala sio mali ya mhubiri fulani. Na majitu yamekataa kabisa kutoka kwenye hilo jambo. Unajua unaweza ukashangaa vile ambavyo Ibilisi amekilipa watu akili. Narudia, nabii alisema hivi. Malaika alimwambia au mwaminifu mbele za watu. Kupendwa na watu hakutakuja kwa sababu umekuwa Mungu. Huo ni ushenzi na ni ushetani. Kuwa mwaminifu mbele za watu. Mungu hajaita wachungaji waje wamiliki watu. Sio hivyo jamani. Hakuna mtu ni mali ya kanisa, wala mali ya mchungaji fulani, wala mali ya sehemu fulani. Hii ni mali ya Mungu. Ndiye aliyenunua. Na ukipata jambo hilo kwa ufunuo, amen, sio kwa hila, tutaheshimiana mmoja kwa mwingine. Amen. Labda uwe na hila yako, lakini kama una hila ukalipata jambo hilo kwa ufunuo, hakuna kanisa tamu kama hilo. Na hakuna kuheshimiana kwa hali ya juu kama huko. Amina. Ila watu wanapenda uongo. Hicho ndicho Mwenyezi alikuwa kwamba nimekuwa shahidi wa kwamba watu wanapenda uongo. Watu wanapenda sana uongo kutoka hapa mimbalani. Wanapenda sana uongo. Ila ukiwaambia ukweli hata watu hawatilii maanani. Ila waambie kuhusu uongo. Unaona watu wanapenda kuwa mashabiki wa wachungaji. Wanapenda kuwa mashabiki wa kanisa. Hujaitwa kuwa shabiki wa kanisa. Wala shabiki wa mchungaji. Umeitwa kuwa shabiki wa Kristo. Kuwa shabiki wa neno la Mungu. Amen. Tunamshukuru Roho Mtakatifu mahali hapa. Na mimi namshukuru sana. Amina. Mimi naweza nikakuruhusu wewe zunguka, alafu sikiliza kama uone mtu atakwambia hivi ninavyokuambia. Kwa sababu hofu iliyopo ni kwamba mtu anajua akikwambia ukweli utamkimbia. Ila mimi najua nikikwambia ukweli ndipo nimekukamata. Kwa sababu Yesu ni kweli. Kwa ili Yesu akupate ilibidi awe mkweli. Inabidi kupata kwa ukweli. Sio uongo na unafiki. Saa hii majira haya bado tunawahubiri wanasimama na huduma 5 za uhuni ndani ya ujumbe huu. Alafu na majitu yako nyuma yao wanasimama nyuma yao. Hata daza inawezekana isifike. Omba Mungu wewe miongoni mwa daza. Kama hizi jumba watu wanajifanya wanashinda nazo hizi jumba. Tokeni kwenye huo uchafu. Malaika wa Mungu alisema toa kwenye huo uchafu. Huduma 5 za kanda. Kuna ukanda fulani, ukanda wa kanda ya Ziwa na huduma 5 zao. Alafu zote zinakuwa ni za kihuni. Mimi naita ni za kihuni sababu ni pepo. Tena mimi naambia sema lazima kanisa lije pamoja ili unyakuo utendeke. Kwa mimi nikiona huduma 5 za kanda fulani kaskazini, sio ya kanda Ziwa, sio ya kati, ni upumbavu na ushetani ndani ya kanisa. Lazima tugonge hiyo roho. Haijalishi umehubiri ni miaka mingapi au unazunguka wapi na wapi. Hiyo ni roho ya kuzimu. Hakuna mhubiri wa kanda. Roho Mtakatifu hamilikiwi na kanda fulani. Roho Mtakatifu sio wa kanisa fulani. Wala yeye hamumiliki mahali hapa. Roho Mtakatifu anaweza kwenda mahali popote pale akamkurulia yote yule.
ujumbe wa Gabrieli. Haleluya. Shetani mkazi haramu, yeye haimiliki hii kisheria. Amen. Hajatununua, hajatufia, hakuna kanisa lililokufia, hakuna mchungaji aliyekufia, lakini anajiambatanisha na wewe. Msikia mtu anasema kama ukihama kanisa hili utalaaniwa. Una mamlaka ya kulaani watu? Ngoja tumuone tu ndugu, ngoja tumuone atafika wapi. Wewe ni nani? Sasa wale wanasema ngoja unione nitafika wapi. Kesho Mungu anakuvuna. Utaniona ukiwa kaburini. Si umenivizia kwamba ngoja nimuone kesho nitafika wapi. Kesho tumeachana tu, Mungu anakuvuna. Utaniona ukiwa kaburini. Kuzimu ya kiwango cha juu iliyoinuka kuwadanganya watoto wa Mungu. Shetani mkazi haramu, yeye haimiliki hii kisheria, naye amekuwa na miaka 2000 ya ubishi, kama ndiye mmiliki ama inamilikiwa na mtu mwingine. Bali Kristo alikuja kama mkombozi wa jamaa wa karibu. Huyo malaika wa Ufunuo 10 amekuja kama mkombozi wa jamaa wa karibu na akaikomboa iturudie. Amen. Hakuikomboa akabaki nayo. Hapana. Jina Baba likiwe. Alipokomboa kile kitabu, alipotununulia haki zetu zote, hakurudi nazo mbinguni. Na hiyo ndio adhabu, akairudisha kwa wamiliki. Jina Baba likiwe. Ila shetani anaimiliki, lakini mwajua baada ya kitambo kidogo vitu hivi vikuu vikiisha, yeye atatupwa katika ziwa la moto. Mnaona? Ataangamizwa na wote wanaoabudu pamoja naye, lakini walisi wa wokovu watakuja pamoja na Kristo. Hawatakuja pamoja na kanisa, watakuja pamoja na Kristo. Sasa yeye ni mkazi haramu. Sasa kumbukeni, katika Agano la Kale, kama mtu alipopoteza ulisi wake, alafu mkazi haramu akaingia kwenye shamba lake, asingeweza kuushikilia zaidi kwa ajili ya kuangamizwa kutoka kwa mwenyewe mpaka muda wa miaka 50. Baada ya miaka 50, na tunajua tuna Pentecost sasa hivi. Baada ya zile saba za kanisa, 7 mara 7 bwana 9. 7 nyingi 50. Amen. Pentecost. Mwaka wa jubilei. Maana ya 7 ni Kristo yeye mwenyewe. Anasema yule anasema jubilei, anasema ulikuja. Nao mwaka wa jubilei, hapo mwaka wa jubilei ulipokuja, basi kila kitu kilirudi kwenye mwanzo wake wa asili tena. Na huu ni mwaka wa jubilei. Tunarudi kwenye mwanzo wetu wa asili. Na mwanzo wetu wa asili ni mbinguni. Mwanzo wetu wa asili sio makanisa. Shetani alivyoliharibu kanisa ameliharibu sana. Ajitoe. Mimi mwenyewe alishangaa sababu vile shetani alivyovuruga hiki kizazi mpaka kinashindwa kumwamini Mungu, ni ajabu. Na mimi mwenyewe nastaajabu sana. Yaani pamoja na mimi mwenyewe kujaribu kugonga, lakini bado hiyo roho inatamia kwenye mioyo ya watu na inaishi. Amen. Amina. Anasema wake wa asili tena. Watumwa wote walirudi kwenye mwanzo wa asili. Nasi tulikuwa watumwa kwa kipindi. Kama mtu alikuwa akilima shambani na baragumu ilie, naye akaisikia, angetupa jembe chini na kusema, mimi si mtumwa tena. Amina. Kumbe watu wameamua wenyewe. Kwa hiyo tulisije kwako likaanza kulialia. Najua sisi kameenda kakarudi, mara askofu wetu kawa hivi, mara mchungaji wetu kawa hivi. Si baragumu imeshapigwa. Tupa jembe. Jembe anaweza kama mchungaji, tupa jembe. Jembe kama shemasi, tupa jembe. Rudi kwenye asili yako. Jiunganishe na Mungu. Na nakwambia ukijiunganisha na Mungu uende kucheza kanda. Maana ukishazaliwa tu kwenye ule mwili wa kisiri, unakutana na ndugu yako pia. Sababu tayari wakutanikia huko chini, tayari wanakutanikia angani. Huku hamtaelewana kuwa ni matai. Ila mkisha luka
kwa sababu huku mmechanganyana. Kuna kunguru pwani, kuna kunguru wengi, kuna kunguru, kuna mwewe, hamwezi jua nani tai. Ila tai wanakuja kutambuana kwenye anga zao. Sababu kuna anga ambazo wakivuta kidogo kunguru hafiki. Hapo mwewe anaenda anawasogelea bado. Baadaye tai wanaongeza tena umbali. Mwewe naye hafiki. Wanajikuta tai wamebaki peke yao. Kwa hiyo kunguru anaweza kaa ni mchungaji. Luka kidogo mbawa. Ukipiga mambo ukifika kule angani, mnajikuta mko mmoja. Na matai wamejikuta mahali hapo. Amen. Maana mtajikuta mnazungumza lugha moja kwenye ulimwengu wenu. Hilo ni kanisa tena lingine la walioitwa kuitwa kutoka ndani ya kutoka. Amen. Watumwa wote walirudi kwenye mwanzo wa asili. Kama mtu alikuwa akilima shambani na baragumu ilie, naye akasikia, angetupa jembe chini na kusema, mimi si mtumwa tena, na mimi nani nimeyatupa haya majembe. Narudi nyumbani kwa familia yangu. Rudini kwenye familia yenu. Haleluya. Na familia yetu sio makanisa. Familia yetu ni mwili wa kisiri wa Kristo. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mwito ule alioitwa Yohana, panda hadi huko juu. Kila kitu kirudishwa. Kila kitu. Sio sehemu. Kama mkazi haramu alikuwa kwenye hiyo ardhi, ilibidi aondoke kwenye hiyo ardhi. Hivyo tu. Amen. Inambidi shetani aondoke tu. Mara popote pale utakapokuwa na kanisa la kweli, watu wenye nia sahihi, itamlazimu shetani aondoke. Maana atajua wakazi halisi wameingia. Huwezi kushindana na mmiliki. Hata kama akiwa ni goigoi sana, huwezi kushindana naye. Jitambue kuwa wewe ni mmiliki. Nawe sio goigoi. Unazo nguvu ndani yako ambazo ni za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Nabii anasema, haleluya. Moja ya siku hizi falme za ulimwengu huu zitaanguka. Nawe wenyewe halali watakuja moja ya siku hizi. Nabii anasema amina. Sasa kulikuwako na wakati ambapo ilikuwa ikibishaniwa kutoka siku ya 40, kutoka mwanzo wa siku ya kwanza ya kusababishwa kwa madhabahu, ama Kristo alipoenda Kalvari. Tusome kwa miguu yetu. Namalizia na hii. Amen. Jina la Bwana likiwe. Msikilize hii kwa makini. Nawasimamisha ile mambo, msikilize kwa makini. Amen. Sasa nabii ameshatoka kuongelea huko kwenye vivuli. Sasa amesogea hadi kwa Kristo. Haleluya. Kusogea kwa Kristo, sisi tunasogea mpaka tunaenda hadi kwetu. Maana sisi tumekuwa na wakati wa kubishania. Mungu wa sababu umefunuliwa au hujafunuliwa. Ngurumo zimefunuliwa, hazijafunuliwa. Huo ulikuwa ni wakati wa kubishaniwa. Ila mwenyeji mkazi halali atakapokuja, majambazi yanarudi nyuma. Na mwenyeji amekuja. Mwenyeji ni mimi na wewe. Majambazi sharti yarudi nyuma. Amen. Kumekuwa na wakati wa kubishania sana tangu nabii aondoke mwaka 65. Kujibizana kwa nukuu. Wenyeji halisi watakuja. Waliozaliwa sio kwa nguvu za mchungaji. Amen. Maana kuna watu wamezaliwa kwa nguvu za mchungaji. Unajua mimi ndiye niliyekuhubiria wewe kuleta kanisani. Mimi ndiye nilikutoa mtaani. Wewe ukumbuki wewe. Ukumbuki mimi ndiye nilikuhubiria wewe. Kama kanisani tulie. Nitakulikorofisha wewe. Kumekuwa na wakati wa kubishania. Kwa hiyo kwa sababu mimi nitumika kama lipepo sinakwenda tukumgusa Elisha kwamba amuka twende nyumbani kwetu, akawa sasa mimi na mmiliki. Ujue mimi niko tunafuata sigara wewe. Tulia kanisani. Unaona nipinga mimi? Kumekuwa na wakati wa kubishania. Amen. Kubishania washirika. Paka jitu kwa sababu nilikuhubiriaga tukiwa mtaani linajiambatanisha na wewe. Mariamu alipata mimba kwa uwezo wa Roho. Bwana mjibu. Mariamu alipata uwezo kwa Roho. Sio huyo aliyekuhubiria, hapana. Kuna Roho alikuwa ndani yako anasema hiyo ni kweli. Huyo ndiye aliyekuhubiria.
Haleluya. Mafuta yako ndani yenu. Amen. Watu tukawa na maaskofu wa mlolongo wa kushikiwa. Wakatolika wenyewe wakasema una baba wa ubatizo. Sisi huku tukawa na baba wa ubatizo wa kisiri. Ndio hata ukitaka kusema ndugu mimi naona nilipata kiwanja kule na nini mnalizo na mia kule si. Sasa huko utakuwa na sawa. Unajua mimi ndo mchungaji wako wewe. Ndio kumbuka ndugu. Kumbuka. Lakini huu ni wakati wa kufunuliwa kwa Mungu. Maana mihuri haijatoka kanisa lolote. Wangapi wanasema amina? Mihuri imetoka wapi? Si alishuka na kitabu Ufunuo 10? Kilitoka wapi? Mbinguni kwa malaika. Naomba hiyo siri waingie. Na hayo ni mateso mpaka sasa hivi yanayotesa watoto wa Mungu. Ni mateso. Mateso, utumwa kabisa. Yaani watu wanatoka kwenye utumwa na waingia kwenye utumwa tena. Hakuna mtu atakaye kuokoa. Wala hakuna mtu alimuokoa mtu. Wewe unahitaji tusibitishwe na neno lilovaa mwili. Lakini wokovu ulikuwa ndani yako. Maana Yesu alikuwa ndani yako. Kila siku alipokuja akiwa ndani ya ndugu, alikuwa ametiwa mafuta, amevaa mwili. Na wakathibitisha kwamba ndiye. Kama alivyokuwa na Saneli na Filipo. Walisema hivyo, tumemwona yule aliyeandikiwa kwenye vitabu. Kitabu sio hicho. Kanisa hili mkuu, mimi nikizungumza kitabu muelewe. Tumemwona yule aliyeandikiwa kwenye nini? Kwenye vitabu. Tumemwona yule ambao tunamsikia na dunda moyoni mwetu. Tumemwona kuna mtu anaishi namna hiyo. Amina ndugu Iba. Nimekiona kile kitu ambacho wanakisikia kinakereketa moyoni. Nimekiona. Sio akikuwemo ndani yako. Kilikuwemo. Unanielewa vizuri? Unaweza kwenda kununua maharage wakati hujui. Maharage wewe ndio unayo. Ila muuzaji anapoeleza inathibitisha kuwa haya ndio naye yahitaji. Sihitaji kunde, nahitaji haya. Na una uwezo wa kutenganisha kwamba nimesema maharage sio kunde. Kwa sababu gani? Kunde hizo wewe ndio umekuja nazo. Yaani wewe unatoka nazo nyumbani, maharage unayo kabisa moyoni, unayajua. Ndio kama unatafuta na ndiye kaambia hivi unatafuta Roho, yaani unatafuta kitu usichokijua. Utafuta Roho Mtakatifu wewe wakati umjui. Kama unamtafuta basi yumo. Yumo. Amina. Siwezi kutafuta kitu ambacho hauko nacho. Asante Bwana, asante Bwana. Yaani unatafuta kitu ukijua. Ni kweli jamani. Sasa kama unakijua, ukisema Mungu kasema unaenda ni viti. Katafuta mtu yomo, utafuta kitu, sasa ni kitu kimbo unakijua. Uweze kuja kutafuta disco fupi humu, hutalipata sababu unajua halimo. Unatafuta kitu unachokijua kabisa, unakijua dhahiri. Huyu Roho Mtakatifu alikuwa mioni mwetu, ndio maana ujumbe ulipokuja tuseme hiyo kweli. Hiyo ni kweli. Ninaisikiaga huku. Huku naisikia ila askofu huwa haisemi askofu, lakini huku naisikiaga. Kama vile napaswa iwe hivi. Jina la barikiwe. Mariamu alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sio kwa sababu Mungu alifanya makusudi. Kwa sababu gani? Alijua angepata mimba kwa uwezo wa Yusufu, Yesu angekuwa ni mtoto wa nani? Ndio maana sisi hatujaokolewa na mtoto wa Wayahudi. Kama Roho
Mtakatifu huyu malaika mwenyewe mmempata kutoka maskani ya Branham. Basi ninyi ni mali ya Branham. Tena ni mashetani mapepo ya kuzimu. Ndio maana mimi nakataa, mimi sio wa maskani ya Branham. Mimi ni wa maskani ya Kristo. Walijidanganya, wakadanganya washirika wao, wakaenda wakawa wanajaribu kumkimbia Coleman. Unajua Josephine pale ndio manapepo pa kuangalia. Walipodombokea kwenye kanda, sasa hizo wamekimbia wote. Wanaogopa kusema maskani ya Branham. Kumbe wao ndio walijichanganya tangu mwanzo. Maana ufunuo kutoka maskani ya Branham. Haleluya. Ile wingu lilofufuka utukufu hili lilofufuka alikufuka kutoka kule juu. Kule juu ilikuwa ni tangazo la kwamba hapa duniani inafufuka. Na ndio maana hata ile wingu lenyewe litokea hapa chini, likapanda juu. Likaonyesha kuwa ni wingu la watu duniani kote litakaofufuka. Mbegu zinafufuka tu kutoka kwa sababu zilikuwa hapa, zinafufuka tu. Wakawaelekeza watu kwa nani? Nani akawapiga wale akawaambia sasa na wakati wa kupress. Kuishi ni hapa. Huyo ndugu amekuaje huyo ndugu? Kula mbuzi huo. Simulikimbia kwenda kwa malaika. Hamtaki kwenda kwenye mihuri. Kula uzi. Ndugu anatuchukulia washirika. Kula uzi. Sasa kulikuwa na wakati ambapo ilikuwa ikibishaniwa kutoka siku ya 40, kutoka mwanzo wa siku ya kwanza ya kusafishwa kwa madhabahu. Amen. Agano la kale hilo. Kutoka siku ya kwanza ya kusafishwa kwa madhabahu ile ilikuwa imewekwa damu. Kutoka ile siku ya kwanza ile ambao wanaweka ile damu ikiwa juu ya madhabahu, hapo kinakuwa ni kiti cha rehema. Amen. Kuja kufika siku ya 50 ile damu inasafishwa kwenye ile madhabahu. Ikisafishwa ile damu ya mwana kondoo, sio tena kiti cha rehema, kinakuwa ni kiti cha hukumu. Amen. Maombezi hayapo tena. Sasa ikarudi kwa Yesu. Alipokuja Yesu, unajua Yesu alikuwa na siku hapa 50. Yaani kutoka kwenda mpaka msalabani Yesu, jina lake libarikiwe, mpaka kuja alipopaa kwenda mbinguni, kula alitumia kama siku 9. Afu ile siku ya 10 ambayo ilikuwa inatimia zile siku 40 zile zikatimia 50, na shuka ile siku ya 50. Amen. Wakati wote huo hapa manake damu ilikuwa kwenye kiti cha rehema. Kila mtu alikuwa na uwezo wa kuzihaki ujumbe anavyotaka yeye mwenyewe, na wakawa wanagawana wanavyotaka. Kila mtu alikuwa na uwezo wa kumgawana mshirika wanavyotaka. Na ngoja nikwambie, watu sasa hivi wanakula hukumu. Unapoona haya mambo yanafunuliwa, ni kwamba rehema kile kiti cha rehema kimeshatolewa damu. Ndio maana mkaweza kuchipua watu sasa hivi mnatoka usingizi kusema mbona sisi ujumbe unasema tunabarikiwa na kanisa. Sio kwamba ni wewe. Ni Kristo akionyesha kuwa amerudi. Na majitu yanakufa yako mimbalani hayajui kwamba huu ni wakati mbaya mno kuliko wakati wowote ule, na bado yanang'ang'ana kumiliki watu. Ndugu dada na ndugu yangu mhubiri, uwe ni mtume, uwe ni nabii, uwe ni mwalimu, waambie watu ukweli kwamba hawa watu sio mali yako. Waunganishe na Kristo, wawe huru. Usiogope juu ya zaka na matoleo, zitakuua. Warudishe watu kwa yule wa asili, maana ndiye aliyeonunua, ndiye aliyeokoa. Lakini ndio wakati ambao pia imeibuka kwa kampeni kubwa za kudanganya watu na kujaribu kujenga minara ya makanisa na kutengeneza ngome za washirika. Usikanyage pale. Sisi kanisa letu tunaishia hapa. Nakupa ujumbe alafu nakwambia nenda mahala popote. Haleluya. Ndicho Roho wa Mungu anachofanya hapa, nakupa ujumbe alafu nakutuma nenda mahala popote. Na ukifika tu watakwambia tumeona cha tofauti, kwa sababu unatenda tofauti.
Alibariki sana binti Lisa, siku moja alikuwa hapa. Lisa Flora alibariki siku moja, anasema alienda kule mkutanoni Ubungo. Sema vile walivyomsikia alikuwa anashangaa sana. Hivi wewe unasali kanisa gani? Sema ndicho ninachotaka hicho. Nakupa ujumbe na kwambia nenda popote pale. Watayaona mafuta yaliyo juu yako. Maana wewe ni mtu wa mafuta. Haleluya. Kwa sababu kuna machicha anasema amina kanisa sababu mchungaji yupo. Ila wewe ukienda kanisa lolote alimradi neno la Mungu lipo. Na neno hilo ni wewe. Wasema hilo ni langu. Na ukimaliza ibada huna habari na mchungaji wao na shemasi wao. Wengine wanafanya kwenye mkutano kwa sababu wameita mhubiri kutoka Marekani anayempendaga sana mwanangu kwenye TV. Huyo blaza wao nampenda. Kwa hiyo akija siku hiyo ana upako mno. Ndio namuona na furaha za kutosha sasa. Kumbe ni uamsho wa maji ya chumvi tu ya siku mbili. Nguvu ya soda. Siku mbili inakuwa inaisha yote. Lakini hapa malaika wa Mungu tuliye naye anakupa ufunuo na Roho wa Mungu na hayo mafuta unatembea nayo yakiwa juu yako na ndani yako, unaenda mahali popote pale watu wanayaona. Na sio unaenda kuungana nao, hapana, unamwonyesha Kristo aliye mafuta ndani yako. Amen. Sema kutoka siku ya 40, kutoka mwanzo wa siku ya kwanza ya kusafishwa kwa madhabahu ama Kristo alipoenda Kalvari. Amen. Kulikuwako na siku 40 hata kule kupaa juu. Amen. Mafahamu jambo hilo? Ilikuwa na alirudi hapa duniani tena au alifuka ile siku ya 50. Ambayo tunaenda Pentecost. Wakapata Pentecost, kanisa la kwanza kabisa. Ilikuwa na majadiliano. Unasikia nabii anasema? Yaani kabla ya Yesu kurudi hapo, katikati hapo. Kile kitendo walipomkamata, kumpeleka mpaka pale Golgotha, kumuua, kufa kufuka, kulikuwa na mabishano. Yaani kila mmoja alikuwa anajidai Yesu ni wa kwetu. Sijui ninaweza kulielezeaje. Sasa Yesu sio, usiwaze basi kule. Toa hizo akili. Basi narudisha kidogo. Kila mmoja alikuwa anajigamba ujumbe ni wa kwake. Kila kanisa ambalo kwa ujumbe wake alitangulia kuja wanajigamba sisi ndio waanzilishi. Wateule ni wachache. Amina ndugu dada. Unaweza kuingia kwenye hicho kiwango? Wateule ni wachache. Yaani kwa sababu sisi ndio tulianza hapa Iringa, kwa sisi wote inabidi moja kwetu. Ukitaka kuanza ushirika kwa njoo uombe ruhusa, tukupe barua. Tukikutambua basi hiyo ni huduma. Tusipokutambua hiyo sio huduma. Lakini Kristo alipotoka kufufuka kwake, Paulo alisema alimjua katika nguvu za kufufuka kwake. Sio nguvu za kwenda Yerusalemu. Anasema wala hata hakuwa na habari na kwenda kwa wazee. Ila alikuwa na ufunuo zaidi ya Petro, alikuwa na ufunuo zaidi ya my God. Haleluya. Ukipata ufunuo uso kwa kanisa fulani au mchungaji fulani, una mapana ya ufunuo. Unaweza kuziona zile roho hivi. Kwa sababu hujaupata kwa mtu. Na kusaidia zoea kwenda kwenye chumba cha siri, uzungumze naye. Utauona ufunuo kwa mbali mno. Jina la Bwana likiwe. Wala anasema mpaka alipofunuliwa. Yaani mpaka roho tena alipokuja tena huko ndani akamwambia sasa inahitajika uende ukawaone wale wandugu. Ndipo Paulo akafunga kasafari kakwenda Yerusalemu kwenye kanisa lao kule kwenda kuwaona. Na Paulo sio tu alienda kuonyesha Ukristo halisi. Kwanza alienda kuonyesha kuwa ufunuo nilionao ni zaidi ya hiyo vikombe vyenu. Na akasema kabisa kwamba hata nilipoenda hawajaniongezea chochote. Haleluya, shaina glory. Hawajaniongezea chochote hata nilipoenda. Maana hicho walichonacho kiko ndani yangu na zaidi hapo.
kwa sababu hata nina uwezo wa kutenda zaidi ya umbali wa kwao. Wao wana kizinga cha kujikia kwenye kanisa lao, mimi nina uwezo wa kupiga hata hatua ya kutoka kwenye kizinga nikaenda kwenye kanisa lao. Haleluya! Hawajaniongezea chochote kabisa. Pamoja na Petro kuwa mnenaji wa kwanza kwa Yesu siku ile ya Pentekoste, pamoja na kupata ufunuo mpaka Yesu akasema juu ya mambo huu nitajenga kanisa, hakuniongezea chochote Petro. Na Petro mwenyewe akasema, angalieni sana hizo nyaraka za Paulo, ni mtu aliye na hekima sana, ana maarifa. Haleluya! Sio lazima niende kanisa fulani au kwa mtu fulani. Ule aliyeko ndani yenu ni mkuu zaidi aliyoko nje. Ukizitaka ngoroba lazima uje kanisani kwetu. Kakutuma nani? Umerogwa. Kutoka siku ya 40, kutoka mwanzo wa siku ya kwanza ya kusafishwa kwa madhabahu, ama Kristo alipoenda Kalvari, kulikuwako na siku 40. Hata kule kupaa juu ilikuwa na majadiliano. Amen. Mabishano makubwa ya nukuu. Ndio wale kwamba huu sio wakati wa nukuu. Soma hii, soma hii, soma hii, soma hii. Ndugu dada, Mungu wasaidie. Na wasaidie wengine wanaotazama ibada hizi kwenye mitandao. Huu wakati umeisha. Ni wakati wa kipuuzi wa kitoko. Ni kuzimu imejificha kanisani. Maisha yako yanazungumza. Amen. Zaidi ya nukuu unazojaribu kuonyesha watu. Tupo Kristo halisi. Tuonyeshe roho wa Mungu. Amen. Ana roho wa Mungu sio hewa. Tuonyeshe roho wa Mungu akibujika ndani yako, akijiishia mwenyewe. Roho wa Mungu hana matengano. Mbona unaona matengano ndugu? Roho wa Mungu hana makundi. Mbona unaona makundi ndugu? Una kundi la Kenya ndio mnaofahamiana na ndio wahudumu unaowajua. Una kundi la Uganda ndio wahudumu unaowajua na ndio unaowaheshimu. Una kundi la South Africa ndio wahudumu ndio unaowajua. Huyo roho wa Mungu unaziingiza tu hivi kwenye mtambo. Kisha ziingiza kwenye mtambo, huduma yenyewe sema una cancel. Tunakuwa na kata moja baada ya nyingine. Hii hakuna huduma tano, hii hakuna, hii hakuna, hii hakuna. Sio wewe umekata, mtambo wenyewe unakata tena. Sasa tutawatambua kwa matunda yao. Ni nani atakayefanya mambo ya mamlaka? Nabii anasema kwa kitabu cha kufanya mamlaka, anasema vile anavyodumu na neno la Mungu. Tutajuaje kuwa amefanywa mwana mwenye mamlaka? Ni jinsi anavyodumu perpendicular, yaani sambamba na neno la Mungu. Tutajua huyu amefanywa mwana mwenye mamlaka. Ila waikaji watakuwa wengi na watahubiri kwa upako. Kika kikundi fulani. Nachukia lugha ya makundi kwa sababu ni ya kuzimu inayoharibu mjarusi. Kulikuwa na siku 40, hata kule kupaa juu ilikuwa na majadiliano kama kundi la shetani lingeichukua na kusema kwamba yeye hakufufuka katika wafu. Walianza kutoa tangazo kule na kasema wanafunzi ndio waliokuja wakamwiba yeye usiku. Mmesoma Biblia. Naye akasema kwamba watu wake walikuja wakamwiba usiku, nao wakawalipa askari pesa waseme hivyo. Lakini lilikuwa likijadiliwa wakati huo. Kila mtu alikuwa katika mjadala. Vema, kweli labda ni la kimadhehebu. Nimesikia. Simaanishi kwa kawiza. Hii ni zaidi ya uhai wenu. Sasa nabii anarudisha anasema hivi. Vema, kweli labda ni la kimadhehebu. Sasa zile nyakati za mazebele za kanisa zile kulikuwa na majadiliano, ubishi. Lutheran wanasema kwamba Yesu ni wa kwetu na sisi ndio tunajua kumfasiri. Sisi ukifika Lutheran hapa ndipo mwisho unafunga kazi na unaenda mbinguni. Katoliki nasema ukifika kwetu ndio funga kazi tunaenda mbinguni. Mnaipata vizuri? Unamwona mpiga Kristo ndio mjanja na wote wana Biblia mkononi.
na wote wanalisoma hilo neno. Sasa nani ni nani? Lakini Mungu hata hukumu ulimwengu huu kwa kutumia dhehebu. Mungu hata hukumu mwaminio kupitia kanisa la Mfipa, wala Ubungo, wala Maili Moja, wala Mlandizi. Huo ni uongo, wala maskani ya Branham. Sio kweli. Mungu atamhukumu mtu yoyote yule kwa neno lake. Amen. Amen. Kwa kila mmoja akawa na umiliki. Ikaonekana ukiwa mshirika wa Anglikana au wa TAG, wewe umejitosheleza na unaenda mbinguni. Kwa sababu wa TAG wana madai ya kwamba Yesu ni wa kwao. Au wao ndio wenye ufunuo. Ninukuu hizo. Mtu ananukuu hapo ya mitala, mtu ananukuu hapo ya ufunuo wa mihuri 6, mwingine ufunuo wa mihuri 7, mwingine huruma hazijafunuliwa. Ninukuu hizo. Mwingine za ubikira. Ninukuu hizo. Kila mmoja anabishana anasema sisi ndio tuna ufunuo. Na wote hao wana makundi. Yaani kila mmoja ana kundi kubwa. Na maana kundi la nini? Ana watu. Tena nyinyi hapa kumbe hamna magari hapa. Mungu awabariki muone magari mpaka pale nje. Tena sio makundi ya watu sasa hivi, makundi yamejaza gari pale. Majitu yakitoka pale ni mazito. Lakini kila mmoja ana kanukuu kake. Jina kubarikiwe. Basi kitu hicho chote ni chake. Lakini kwenye siku ya 50 ilikuwa ni siku ya Pentekoste. Ndipo mwenyewe halali akashuka miongoni mwao. Mwenyewe halali akashuka miongoni mwao. Nabii amesema alishuka kutoka maskani ya Branham. Alishuka kutoka kanisa fulani. Alishuka miongoni ndani ya mioyo yao. Mwenyewe sasa mbiliki. Nabii anasema, anarudi anazungumza anasema, lakini kwenye siku ya Nabii anasema Nabii anaelekea anasema haleluya. Akaonyesha halikuwa anasema Nabii anasema akaonyesha halikuwa ni dhehebu. Haleluya. Ni kwa nini ameamua kuzaliwa hivyo? Sio kwa uwezo wa mwanadamu, ila kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini ameamua kuzaliwa hivyo? Ili athibitishe kuwa sio kwa uwezo wa mwanadamu. Wala dhehebu, wala mchungaji, wala kanisa, wala mhubiri fulani anayejidai kwamba amesafiri kwenda Marekani na Uingereza na New York. Ila ni kwa uwezo wangu mimi. Ili Mungu aweke imani yake, watu waweke imani kwake. Lakini huu ndio wakati ambao shetani amefanya kazi, majitu yamegilipiwa. Pamoja na ufunuo kuweka mambo kinaganaga, ndio majitu yamelala vifua hivi. Unaweza ukaliona jitu kama lina akili timamu, kama jidai nilisoma, ile kwenye ufunuo hamna usoma. Muhurumie tu kiongozi wao maskini, Mungu muhurumie. Kwamba ilikuwa ni kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Hizo zilikuwa ni pesa za Mungu za arabuni kwa kanisa lake, ya kwamba halitatawaliwa na madhehebu na kadhalika. Ingekuwa ni arabuni ya ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na nguvu na upendo wa Mungu. Amina. Roho hilo asema sinakufanyia tu jambo fulani. Mumilikaji halali kilikuwa wapi? Mikononi mwa Mungu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Mgeukia ndugu yako, mwambie aliyetuletea ujumbe huu ni Gabriel. Jina la Bwana libarikiwe. Piga kinanda karibu.